ya michezo. Ngome ya michezo kabisa. Ungekuwa sasa una nafasi ya kutoa ushauri kwa hao wachezaji wa hivi sasa, unajua kuna wimbi kubwa limeibuka la vijana kufanya betting. Mchezaji yupo kwenye club lakini ana beti, hii tunasema kamari. Tutumie tu lugha ngumu, kamari, wanacheza kamari. Sasa ungepata nafasi ya kukaa na wachezaji na kuwapa ABC, ungewashauri nini? Maana imekuwa ni wimbi ambalo sasa vilabu vinalalamika. Ni sasa unajua nini? Wachezaji siku hizi wanalipwa vizuri. Unaona hivi vingine vyote vinatokana na ile hulka ya binadamu mwenyewe, ya mtu mwenyewe binafsi jinsi ilivyo. Na hivi vitu kuvicontrol katika nchi yetu ni ngumu, kwa sababu hata uko la vinafanyika, ingawa vinafanyika kwa siri. Mimi nilikuwa nawasema ni kwamba hivi vitu kweli vinavunja, kwa sababu nilisikia hata kwa baadhi ya timu, sizitaji hapa timu yetu Mbeya. Unaona bwana, kulikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa kocha katika timu fulani ya Mbeya, sio vizuri kuitaja, alilalamika na ilibidi aondoke kwa sababu alisema wachezaji wanamhujumu kupitia hivyo vitu. Hivi vitu kwa kweli vipo na wachezaji wanavifanya. Mimi nashauri kwa vitu wasivifanye. Wasivifanye kwa sababu ni mwiko mkubwa sana. Unajua unapokeuka maadili, yani pale unakuwa umeharibu kila kitu. Kwa mimi nawashauri vijana, kwa kuwa sasa hivi wanalipwa vizuri, wanalala vizuri. Sasa wachezaji wachukulia labda mchezaji unalipwa mfano katika vilabu vikubwa hivi unalipwa milioni 5 tu kwa mwezi. Unajua mimi mtu wa mahesabu, milioni 5 kwa mwezi mara 12 ni milioni 60. Hivi milioni 60 hujapata nyumba kwenu huko? Umeshapata nyumba kubwa. Milioni 60 hujapata gari ya kutembelea? Ushapata. Kwa hiyo ni jinsi gani wewe utakavyo minimize zile expenses zako, matumizi yako. Unaona bwana, ili mradi ujiweke vizuri katika kujinani vitu kama hivi. Kwa hiyo mimi nawashauri ni kwamba hivi vitu waviache, vinavunja maadili na vinaharibu mpira wetu. Tuna watu kama kina Karia na makamu wake wa rais na wengine wamejitahidi sana kupromote, kuleta heshima katika mpira wa Tanzania. Kwa hiyo wale tusiwaangushe kujiingiza katika vitu kama hivi, sawa bwana? Kwa sababu kweli vinavunja maadili. Waachane navyo kabisa wachezaji siku hizi. Hivi kipindi chenu kulikuwa na hii michezo? Haikuwepo. Kulikuwa na kitu kimoja zamani, hivi vitu havikuwepo. Nilikupa siri moja, wanasema lakini nitakuwa nakeuka sana maadili. Mambo ya jandoni yanatakiwa asitolewe hadharani. Zamani kulikuwa kuna kusaidiana kwa njia moja au nyingine. Kwa mfano, kulikuwa na timu moja kubwa ilitaka kushuka daraja. Simba hiyo. Mimi hiyo sihitaji jina. Ilitaka kushuka daraja. Unaona bwana? Ilitaka kushuka daraja mwaka 87. Unaona bwana? Sisi tuko Keko kulikuwa na mzee mmoja anaitwa mzee Katule. Tuko kwenye guest yake pale Keko pale, tumekaa usiku, hiyo timu ikatufuata. Baada ya kufuata, jamani tunacheza kesho mechi, tunaomba msaada. Sisi tuko vibaya na sisi tumeenea. Unajua mpaka mkubwa anapokuja kukomba wewe mdogo. Kwa hiyo wale walikuja kwamba shughuli ipo leo. Wale walikuja walitusaidia sisi na tukasaidiana, basi tukatoka sare. Kwa hiyo ilikuwa hivi vitu vinafanyika kwa njia hiyo, lakini sio kwa betting. Na hata sasa hivi unajua sasa hivi watu wanasaidiana, akiwa wanasaidiana kizungu sana huwezi kujua. Huwezi kujua, lakini msaada upo. Huwezi kuniambia wewe unashuka daraja kwa mfano, lakini umetoka nje ya mkoa wa Mbeya, umewafunga watu na mechi 3 4 5. Unaona? Hayo tuyaache. Unaona? Hayo tuyaache. Sawa bwana. Kwa hiyo enzi zetu, kurudie katika swali lako la msingi, ni kwamba katika enzi zetu mambo ya betting hayakuwepo, lakini misaada ilikuwepo kwa njia moja au nyingine. Lakini nayo ile vile ilikuwa ni miko, unajua ni miko ya mpira. Kwa hiyo ni vitu kama hivyo. Wajitahidi vijana wapambane, mpira siku hizi ni maisha, mpira ni hela. Zamani ilikuwa mfanyakazi unaheshimika, lakini siku hizi mpira ni hela. Unakula milioni 5 hata mkurugenzi wa benki hapati hiyo hela. Lakini wewe mcheza mpira from nowhere, unaona bwana, unapata milioni 5. Darasa la pili huko. Darasa la pili unapata milioni 5. Ngome ya michezo. Ngome ya michezo.